Mtazamaji wa UTV, ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako wa nusu saa tu kuangalia Kidani. Na leo bila shaka mtu anapozaliwa anakuwa na ndoto nyingi sana za kutimiza, na wengine huenda wasizitimize kwa sababu kadhaa, ikiwemo pia maradhi ya muda mrefu ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa amekupa. Sasa kuna wengine hawakati tamaa licha ya changamoto zote ambazo wanazipitia. Leo tumekuja kumtembelea mwanamke ambaye yeye alizaliwa akiwa na ugonjwa wa sickle cell na aligundulika akiwa na miezi 8 tu, lakini hiyo haikumtosha yeye kusema kwamba mimi ni mgonjwa, wacha nikae chini, na akakata tamaa. Na ukumbuke kwamba kuna maneno mengi ama mawazo mengi ama mambo mengi ambayo tunasikia kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell, kwamba mtu huyo hawezi kuzaa ama kuna umri fulani, yani watu hawa wanakuwa na ukomo wa maisha. Lakini ukweli ni kwamba mwanamke tuliokuja kumtembelea leo ametuthibitishia kwamba sickle cell haina ukomo wa maisha, na kama ni mwanamke basi ana uwezo wa kuzaa na maisha mengine yakaendelea. Sasa tumemtembelea kwa sababu yeye ana taasisi ambayo anatoa elimu kwa jamii kuhusiana na ugonjwa huo, lakini pia kwa wewe mzazi ambao umepata mtoto, namna gani unaweza ukamtunza ama ukamlea, na wewe ambao unapitia changamoto hii, namna gani unaweza kujifunza kutoka kwako. Kwa hiyo nusu saa yako tu, dakika 30 itatutosha mimi na wewe kupata elimu leo kutoka kwa Arafa Saidi. Arafa Saidi, mwanzilishi wa shirika la kwanza nchini la utetezi wa wagonjwa wa sickle cell kwa zaidi ya miaka 18. Amekuwa mstari wa mbele katika utetezi, uelimishaji na kuongeza uelewa kuhusu ugonjwa huo nchini Tanzania na kimataifa. Ameshiriki katika makongamano mbalimbali ya kitaifa na kimataifa, ikiwemo mwaka 2012 Chuo Kikuu cha Harvard nchini Marekani kuhusu shughuli za uhamasishaji wa jamii kuhusu sickle cell Tanzania. Kwa kutambua mchango wake, Arafa ametunukiwa tuzo mbalimbali, ikiwemo tuzo ya mwaka 2017 ya International Sickle Cell Advocate of the Year kutoka Sickle Cell 101 nchini Marekani, pamoja na tuzo za kutambua mchango wake katika mapambano dhidi ya sickle cell barani Afrika na Tanzania. Mbali na utetezi, Arafa ameanzisha jarida la kwanza la Kiswahili linaloeleza kwa kina kuhusu ugonjwa wa sickle cell, sambamba na kuandika vitabu vinavyoelimisha jamii wakiwemo watoto. Kwa sasa anaendelea kuchangia maendeleo ya Umoja Africa Sickle Cell Consortium, yaani UMASCO, ambapo anahudumia kama katibu. Habari dada Arafa. Salamu. Za kwako? Nashukuru. Hongera kwa mapambano. Asante sana. Nikiwa mdogo tulikuwa tunaambiwa kwamba mtu akiwa na sickle cell kuna umri anafikia hakui tena, ama yani wana umri fulani ambao huwezi kuvuka hapo. Wewe leo ambapo nazungumza na wewe unakaribia kuelekea miaka 40. Ulifikaje? Hali ilikuwaje? Kwa nini yani wewe kwa nini hivyo? Kwa nini mimi na sio wewe? Si ndio? Kwa kila mmoja anabeba ile shida yake kwa uwezo wake. Si ndio? Yani huwezi kupewa kitu ambacho wewe hukiwezi. Kwa hiyo tunashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi niligundulika nikiwa na miezi 8 ambayo bado nilikuwa mdogo sana. Lakini bado nilipokuwa naendelea kukua na kufahamu zaidi kuhusu changamoto ninayoishi nayo na kuikubali, nafikiri katika hii changamoto au haya maradhi au maradhi yoyote, kikubwa kwanza ni ufahamu wa haya maradhi uliokuwa nayo na kitu gani unatakiwa ufanye na kujikubali wewe mwenyewe. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa step ya kwanza. Anasikia uzito wa mtoto kuumwa ni mzazi. Nataka kuvaa viatu vya mzazi kama aliwahi kukusimulia, tuone safari yake ilikuwaje mpaka wewe unajua kuna saizi ushakuwa mtu mzima. Kwa hiyo ukiangalia mama alikuwa hivi, ama yoyote aliyekulea kwamba hiki ndio alichokipitia, kuna namna unaona ule uzito. Na definitely kwa sababu mama atakwambia ulikuwa unaumwa hivi, unaumwa vile, yani mara kwa mara tuko hapa tunatoka, yani hospitali hii mara hospitali hii, lakini sana mimi nilikuwa
navimba kama dalili kubwa, nilipata kuvimba ndo nikafanyiwa kama kupasuliwa, kwa sababu dalili kubwa kwa watoto ni kuvimba viganja na miguu. Kwa hiyo kwa sababu damu inakuwa haipiti vizuri, kwa hapo ndo panakuwa panauma. Kwa hiyo hizi changamoto ni nyingi za kupungukiwa damu, kuongezewa damu, maumivu ya mara kwa mara. Kwa hiyo vitu kama hivyo ni vingi, lakini pia nashukuru kama wazazi wangu walipata uelewa mapema, hawakunilimit mimi kwa vitu vya kuvifanya. Yaani waliniacha niwe mtoto. Unanielewa, yaani kama unataka kucheza, cheza, unataka kukimbilia au kukimbilia, lakini hawakulimit maisha yangu ya kusema huyu ni mgonjwa akae hapa chini. Yes. Kwa hiyo nilikuwa ni easy kwangu mimi kupursue maisha yangu. Yeah. Okay. Katika safari sasa ya maisha yako, tuambie elimu ya msingi, sekondari na wapi ulipitia wapi, na mpaka sasa ukaamua kujitambua sasa naweza nikafungua taasisi ambayo inasaidia watu wengine wenye changamoto kama yangu kupata elimu. Nilipomaliza sekondari nikaenda chuo. Kwa hiyo nilivyoenda chuo kulikuwa kuna not only kabla ya chuo, tuseme sekondari, kwa sababu mara kwa mara unakuwa unakosa shule. Kwa hiyo mtu anakuwa anajiuliza, wewe kwa nini umekosa? Alafu mbona umekuja, mbona kama macho yako manjano, umeelewa? Kwa hiyo mtu utakuwa unamuelezea kusema laki, mbona mimi nimesikia watu hawasomi. Yaani mimi ningekuwa wewe hata nisingejipa shida. Yaani watu wanasema, yaani mimi hata ningekuwa wewe nisingejipa shida ya kupata kusoma, mara naumwa, mara mimi ningebaki nyumbani. Lakini mimi nilikuwa na purpose yangu kuwa nasema nimeletwa hapa duniani kwa sababu na nitaondoka kwa siku yake, umeelewa? Kwa hiyo nikasema wale wanaosema kuwa mtoto anaishi na sickle cell hataki kusoma, mimi nataka kuwa prove wrong, kwa mimi nisome. So nilipomaliza sekondari nikaenda chuo. Nilivyoenda chuo yani kulikuwa kuna ile push ya kusema Arafa, kwa nini usifanye kitu kwa ajili ya hii jamii? Kwa sababu wewe kama umeweza kufika hapa and then ushakuwa katika ule umri, kwa hiyo unaangalia kwenye mitandao dunia zingine wanafanya nini, unaona watu ambao wako umri wako au wadogo kuliko wewe, lakini wanatoa elimu, wanajielewa, wamejikubali. Kwa hiyo nikaona okay, so nikawa nakuja kliniki. Nikija kliniki, wamama wenyewe wenye watoto hawaelewi changamoto zinazowapitia watoto, wanaona tu labda wamepungukiwa damu, wamefanya hivi, kwa hiyo haelewi afanye nini, au yani kukubali pia ile changamoto. Kwa mtu anaona tu mimi mtoto wangu haendi shule. Kwa nini haendi shule? Kesho tu ataumwa. No, sio sababu. Yani hii ni maisha, mtoto aende shule, atoke shule, kama ataumwa atapona, atarudi tena shule. Yani ni kuikubali ile changamoto. Kwa hiyo kuanzia hapo ndo nikawa naendelea na kuangalia jinsi gani tufikie watu wengi. Kwa hiyo ndo nikaona kuna umuhimu wa kuanzisha taasisi, lakini kabla ya kuanzisha nilikuwa tayari nilishajitoa kuongea na mashujaa wengine ambao wanaishi na sickle cell, lakini pia na wazazi kuwaelimisha zaidi kwa haya mambo yanawezekana, ni vitu vya kawaida. Mtu wa sickle cell anaishi kama watu wengine, anatakiwa kwenda shule, ana haki ya kuolewa, kusoma, kuwa na vitu vikubwa. Mpaka sasa hivi tunavyoona tuna madaktari ambao ni mashujaa wa sickle cell, ma scientist tofauti, kuna maengineer, tuna walimu. Kwa hiyo ni ule uelewa mtu na kumhakikishia kuwa una sickle cell sio mwisho wa maisha. Unafikiri kwa nini watu tulikuwa tunadhana hiyo? Unajua kikubwa ni elimu. Kama hatuna elimu, hatuwezi kuwa sahihi katika maamuzi yetu, kwa sababu huwezi kukijua kitu alafu ukafanya force maamuzi. Ukikijua kitu lazima utafanya positive decisions. Yeah. Okay. Katika ukuaji wako na harakati, ukuwahi kukutana na maneno kwamba Arafa, acha bwana, nyie oga mnafikia umri fulani hamuendelei? Ukuwahi kukutana nayo na namna gani ulikuwa ukiyapokea?
ni sana tu kama nilivyokuambia, kuna wengine walikuwa wanaambia kwa nini unajipa shida kuja shule? Hata ukigraduate tu ndo labda ndo utakuwa ndo siku yako ya kufa, umeelewa? Kwa sababu kuna ile age ambao wao tayari watu walishaiweka katika vichwa vyao kwa huyu shujaa wa sickle cell akifika umri huu basi hana tena maisha, unaona. Kwa hiyo kitu ambacho sio kweli. Kama nitaongelea binafsi yangu, kama elimu ambayo nilipata ya shule lakini pia ya dini, nimekuja kufahamu, yani ule ufahamu kuwa kila mmoja kaletwa kwa sababu yake, kwa siku yake, na ataondoka kwa siku yake. Kuja kuangalia watu wanapotea, wanakufa, hawana hata sickle cell, hana hata pressure, hana hata kisukari, lakini anakufa. So yule ni nani? Kwa nini iwe mimi tu ndo nitakufa wakati kuna yule ambaye anakufa? Kwa hiyo ukielewa tu ile kwa kila mmoja na siku yake, mimi nikaichukulia ni positive kwangu. Siku yangu ikifika, whether nina sickle cell, sina sickle cell, mimi nitaondoka. Yes. Na namna gani sasa unafanya huo uelimishaji kupitia taasisi? Unaenda mashuleni au wanakuja wenyewe, ama namna unavyowapata ili kuwapa hiyo elimu? Wakati nimeona umuhimu wa kuanzisha hii, pia niliongeza elimu yangu kwa ni genetic counselor, mambo ya genetics, kutoa vinasaba. Yes, elimu ya vinasaba, kwa sababu mimi tayari ninaishi na sickle cell, ninajua maumivu ambayo mimi napitia. Kwa hiyo sipendi au sitegemei mtu ambaye anapata hii elimu naye akaja akafanya choice ya kupata mtoto mwenye sickle cell bila kupima au bila kujitambua. Kwa kama nilivyokuambia, muhimu ni elimu. Kwa hiyo mimi nini nakifanya ni tunatoa elimu sana katika mitandao ya kijamii, lakini pia kama tunapeleka maombi, kama kwenda shuleni, vyuoni, kama hivi nyewe mnapata kutuita mara kwa mara, tunakuwa tunatoa elimu na kuwahamasisha watu kupima, kujua vinasaba vyao kabla hawajaanzisha familia. Lakini pia kama tayari ushapata changamoto, jinsi gani ya kuishi na mtoto na jinsi gani umsaidie, na pia kuwapa moyo au ni kuwapa moyo zaidi kwa mzazi kuwa na mtoto wa sickle cell sio mwisho, anaweza kuishi, maisha yanaendelea. Yeah. Hapo kwenye vinasaba, Arafa, kwa maisha tulionayo sasa hivi, vijana unatujua, mimi nimekutana na kaka chuo, nimempenda. Kupima tu maradhi yale mengine ambayo mnashauriwa mkapime, hatuendi. Kweli nitaweza kumchukua twende tukapime vinasaba au tukapata elimu kwa Arafa kupitia taasisi yake, kwamba tuone kama kuna hizo chembe chembe za sickle cell. Nafikiri ni rahisi na inafanya kazi, unavyoona maisha ya vijana jinsi tulivyo. Mtoto akiwa anaumwa ndani ya nyumba huna furaha, kwa sababu katika nyumba mtoto ndio furaha, akikimbia huku karudi huku karuka kule. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunategemea vijana wote wakipokee kwa ukubwa na kukubali, kwa sababu unavyopima vinasaba vyako vya sickle ni mara moja tu, sio kama yale magonjwa mengine inabidi baada ya miezi mingapi upime. Hapana. Hii hapa wewe kijana umeamua kupima, unapima mara moja, unajua majibu yako, umemaliza. Yaani si kitu ambacho utapima leo, baada ya miezi miwili, tena baada ya miezi mitatu. Hapana. Ni ugonjwa wa kurithi. Hauwezi kuambukizwa kwa njia yoyote nyingine zaidi ya kurithi kutoka kwa wazazi wote wawili. Na mtazamaji wa Kidani, bado tunaendelea hapa na naendelea kukushukuru kwa kutenga muda wako kutofuatilia. Kwa sasa tunapata mapumziko, alafu tutarejea hapa kuendelea. Naam, tumerejea baada ya mapumziko hayo mafupi na bado niko hapa na Arafa Saidi ambaye ni mwanzilishi wa taasisi ambayo inadili na masuala ya kutoa elimu kuhusiana na sickle cell.
Arafa, katika maisha yako ya kawaida kama Arafa, ni mambo gani unapitia ambayo yanakufanya tuseme ni vitu gani hasa unavipitia kwamba siwezi, kwa sababu ya changamoto ulionayo, siwezi kufanya kitu fulani na fulani na fulani? Limit is not for me. Yani inaweza ikanipunguzia kazi, yani labda muda aliotaka kuufanya ukazidi au ukapungua, lakini kusema natamani kufanya kitu fulani alafu nisifanye kwa sababu ya siko sawa, no, hakuna. Sijaweka siko sawa iwe kikwazo kwangu katika chochote ambacho nataka kukifanya. Yes. Ni mara ngapi hukufanikiwa baadhi ya vitu kwa sababu hali labda ilibadilika? Kuna muda unataka kufanya kitu lakini unaamka asubuhi unajikuta hali yako sio ya kuweza kufanya kile kitu au kwenda hiyo sehemu, kwa hiyo inabidi unakaa ndani. Yes. Kwa sasa Mungu amekujalia mtoto na mume, na wengi wanaamini kwamba hivyo vitu haviwezekani. Tuanze kwa mume, ilikuwa rahisi kiasi gani kukubali hiyo hali, nasema mimi namtaka Arafa? Okay, wakati let's say wakati nachumbiwa, kwa sababu ya zile sintofahamu nyingi, au kuna mtu kweli ataweza kuja kweli kunioa, yani si out of kuwa mimi najiamini kuwa kila mtu kwa ajili ya kila mtu, lakini yani nilikuwa naona kama ni utani tu, so kama kumtisha ile, nikamwambia kwanza, wewe huwezi kunioa mimi na siko sawa. Like nini kwa hiyo nikamwambia unabidi uende kituo fulani ukapime. Nikapime nini? Nikamwambia nitakupa mimi note, ukifika pale ulizia mtu fulani atakupima, alafu majibu tukalini. Nikamwambia time karudi, anataka kuja kuniona, mimi nimelazwa and niko katika maumivu yale, so akawa amekuja, so akaniona mimi while I'm charming on the road na nikiwa kwenye kitanda, akaona maisha yako kwenye picha zote mbili. Yes. And he was okay with it. Akasema mimi I'm ready. Yeah, mpaka sasa. Maua kwa shemeji. Amewakilisha mashemeji wengi ambao wanaume wengi ambao wanaingia mitini, kwa hiyo maua kwake shemeji. Unapokuwa na changamoto hiyo alafu unajiona sasa nimepata mume, ina maana hapo kichwani inapokuja ni kwamba kutengeneza familia. Na familia ina maana watoto na kadhalika. Namna gani ulipokea hilo na kuhakikisha kwamba mtoto anayekuja atamkuta Arafa ambaye ni Arafa wa kawaida, sio Arafa mwenye changamoto? Kwanza nilikuwa na uhakika kuwa sitopata mtoto mwenye changamoto, kwa hiyo nitakuwa na enjoy na mtoto wangu, lakini kuna nyakati ambazo mimi nitakuwa siko sawa. Kwa hiyo nilikuwa yani ninatengeneza kama ka program ambayo mimi nikiwa siko sawa, mtoto wangu atakuwa in this situation, atakuwa na nani, ataweza kufanya vitu fulani na fulani, ili miss up kuwa na mama. Okay. Yes. Kwa ulijipanga kweli kweli. Yes. Kwa hiyo nikamtengenezea actually mimi I have a very supportive family on my side all the time. Kwa hiyo mimi hata nikijisikia najisikia vibaya, nikampigia hata mtu mmoja, yani they'll make it a sunlight for me that day. Yeah. Kwa hiyo nashukuru sana, yani my family has a very good support system. Kwa hiyo changamoto kwangu mimi na kwa mtoto hakuna. Yes. Okay, hongera. I know like sasa hivi mtoto wangu amekuwa yani toka anaanza ile stepping stone, anajua kwa mamangu ana changamoto fulani na kuna good days and bad days. Mama anaweza kafungua tu mlango sasa, oh, is it a bad day?
And then atakuuliza umekunywa maji, umekunywa dawa, yani he's that person. Yeah, kwa sababu sikumficha, I needed him to know hata kama time mimi sipo, kama nimelazwa au najisikia vibaya, yeye atajua nini cha kufanya. Okay, sasa hivi ameka mingapi? 10. Hongera sana. Inawezekana jamani. Yes. Ni vitu gani hasa unapenda kufanya? Ni vitu gani vinakufurahisha? Napenda kuwa na familia yangu, lakini pia napenda kazi ninayofanya. Because hata ukambadilishia mtu mmoja maisha, it feels good. Kabisa. Yes. Kwa hiyo kama kikubwa ambacho tunafanya ni kuhakikisha mtu anajua vinasaba vyako, anaelewa kuhusu sickle cell, lakini pia jinsi gani tunaweza kutoa elimu kwa shujaa au mama shujaa, jinsi ya kuweza kumlea mtoto mpaka anapofikisha ndoto zake, lakini pia kumpa positive energy shujaa ambaye anakuwa amekata tamaa au anaelekea kukata tamaa. Kwa hiyo hivi ni vitu vikubwa sana sana, lakini pia kuna wale ambao hawajui waanzie wapi, waishie waendee wapi katika matibabu, ni journey yao ya matibabu. Kwa hiyo kama mimi hapa ninavyosimama na kusema nakaribia miaka 40. Kwa hiyo inawezekana, na mume, nina mtoto, na naweza kufanya vitu vingine vyote ambavyo binadamu anaweza kufanya. Vitu gani vinakukasirisha? Lakini unapenda kucheka na unapenda furaha, lakini kuna vile vitu yani unasema Mungu nisaidie. Sipendi kudharauliwa. Kama nilivyosema, hamna kitu kidogo katika, as long as naweza kubadilisha mtazamo wako, fikra zako, ukawa na positive energy. Ningependa kusema kwanza, kwa wewe kijana ambao unataka kwenda kuanzisha familia, ni vizuri kupima na kutambua vinasaba vyako mapema. Kwa wewe uko mtaani ambayo unafikiria labda mgonjwa wa sickle cell ni deadly, labda hapana. Ugonjwa wa sickle cell ni unaishi kama watu wengine, unasoma, unaolewa, unapata watoto, kama ni mwanamume unaoa, unapata watoto, na unaweza kuwa na career yako nzuri tu. Kuwa na sickle cell sio mwisho wa maisha. Maisha lazima yaendelee. And kwa mama, usikate tamaa. Na mtazamaji wa Kidani, ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako kunifuatilia. Ni matumaini yangu kwamba tumepata elimu kutoka kwa Arafa Saidi ambaye yeye ni mkurugenzi wa taasisi ama ni mwanzilishi wa taasisi ambayo inatoa elimu kuhusiana na masuala ya sickle cell, lakini yeye mwenyewe pia anaishi na sickle cell na amefanikiwa kutimiza ndoto zake, kupata familia na watoto. Kwa hiyo inawezekana. Kuna namba ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0688 475656. Unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Kwa hiyo kijana ambaye una mchumba wako, hamjapima na mnatarajia kuwa na familia, basi ni vyema mkapima pia vinasaba vya sickle cell. Na huo ndio wito mkubwa sana kwa Arafa, kwamba lisije likakutokea. Basi nikushukuru, na kwa wewe ambaye mama unakaa na mtoto ama unamlea mtoto mwenye changamoto hiyo, ushauri na nasaha Arafa anatoa. Mpaka wakati mwingine, pia unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show, UTV TZ ama Azam TV TZ. Kwaheri kwa sasa.